Tunayo furaha kubwa kuwapongeza wahisani wetu ambao kwa njia moja au nyingine wanawezesha na kufanikisha zoezi kama hili. Lakini pia tutoe wito kwa watu wenye uwezo, mashirika, taasisi na makampuni na hasa ya Waislamu kwa hapa Tanzania. Kama tunavyofahamu, maimamu ndio viongozi namba moja katika maisha yetu. Leo tunafanya ibada iliyokuwa kubwa kabisa ni swala ya jamaa, inaongozwa na imamu. Kipindi kama hiki cha Ramadhani, kuanzia asubuhi mpaka usiku wa manane ndio wanaongoza swala zetu, na tunaamini utulivu wa imamu ndio khushui ya maamuma. Sasa kuwawezesha kimitaji kufanya biashara ni jambo kubwa sana kuliko kutegemea sadaka za kupewa kila siku. Leo tumeanza na mtaji kwa kuwapa mafriza pamoja na vinywaji. Ni kwa sababu utafiti wetu unaonyesha biashara ambayo ina wateja wengi na biashara halali na biashara ambayo inahitajika mara popote ni biashara ya vinywaji. Sio kama hatujaangalia biashara zingine, hapana. Ila utafiti wetu unaonyesha kwa kuanza na biashara kama hii, na hasa kipindi hiki cha Ramadhani na kuendelea, kuna uwezekano mkubwa wa kuwavusha maimamu wetu kutoka hapa alipo kwenda mahali pengine. Kama tunavyofahamu, UMATA kupitia Safina ina mkakati wa kuwavusha maimamu kupitia elimu, kuwaingiza katika vyuo vikuu kupitia professional mbalimbali, then wakaingia katika ajira. Huu ni uwezeshaji. Sasa huu ni mpango mkubwa, mpango wa muda mrefu. Lakini kuwawezesha kuwapa mafriji na vifaa mbalimbali vya biashara, cherehani, vifaa vya utengenezaji maspika, mabalo ya mitumba, vyakula. Hii ni mpango wa muda mfupi ambapo kila mkoa, matajiri wetu, makampuni yetu na taasisi zetu wanaweza kufanya hivi. Tusisubiri ifanyike Dar es Salaam, hata katika mikoa yetu inawezekana. Tuwaombe katika hichi kipindi cha Ramadhani, watu ambao mmefunga, viongozi, matajiri na wafanya biashara, hichi tunachokifanya leo, kila mmoja katika nafsi yake atie nia kuwafanyia maimamu na walimu wa madrasa katika eneo lake. Hautafirisika, bali Mwenyezi Mungu atakuongezea zaidi.